Yesu asifiwe. Ratiba yetu imekwisha kuanza saa 3, na saa 3 tulikuwa na ratiba ya sifa, na saa 4 mpaka saa 5 tutakuwa na mafundisho, saa 5 mpaka saa 6 tutakuwa na maombi, na hapo tutaombea nchi yetu. Atakayetuongoza atatuongoza kwenye hiyo ratiba kuombea nchi yetu. Na saa 7 saa 6 kamili hadi saa 7 kamili tutakuwa na mafundisho pia. Baada ya hayo mafundisho ya saa 7 kamili mpaka saa 7:30 tutakuwa na kipindi cha maombi, na tutaombea kanisa. Na saa 7:30 hadi saa 8 tutapata muda mfupi wa mapumziko, na saa 8 hadi saa 9 tutakuwa na mafundisho, na saa 9 hadi saa 10 tutakuwa na maombi. Na hapa tutakuwa na maombi ambayo yatahusiana na mahitaji binafsi. Na saa 10 hadi saa 11 tutakuwa na mafundisho, na saa 11 kamili tutakuwa na ratiba ya kuwailisha semina yetu siku ya leo. Tulisema wala ambao wana mzigo moyoni, maana yake siku ya leo watajinyima kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya yale wanaotarajia Mungu awatendee. Lakini pia kesho bado tutakuwa na hiyo ratiba ya kuanza asubuhi saa 3. Kwa wale walio na mzigo watakuwa wanaendelea na maombi hayo ya kujinyima. Na Jumapili tutaendelea na utaratibu wetu kama kawaida wa ibada ya kwanza na ibada ya pili. Na baadaye mchana tutapata nafasi ya kuja kuhitimisha semina yetu ya Pentecost kwa mwaka huu. Bwana asifiwe. Nilipoanza kuzungumza na wewe katika mafundisho ya mawakala wa moto, nilikuonyesha neno moto namna ambavyo tumelitumia, ya kwamba M inawakilisha mission au utume, na O inawakilisha ongozwa na Roho Mtakatifu, na T inawakilisha toba na mabadiliko, na O nyingine inawakilisha ongeza wafuasi. Tuliona makusudi ya huduma na semina hii, na baadaye tukapata nafasi Jumatano kuangalia kipengele cha kwanza kinachohusiana na kuwasha moto ndani, kwa maana ya kuchochea. Na jana tukapata nafasi ya kuangalia kipengele cha pili ambacho kilikuwa kinazungumzia habari ya kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Na sasa niende kipengele cha 3 kinachozungumzia habari ya kuondoa vizuizi vya kiroho. Bwana asifiwe. Wakati unafanya huduma ya uwakili wa moto, kimsingi lazima utakapokuwa umekubali kuyaishi, jana tulizungumza kwamba unamruhusu Roho Mtakatifu kutawala ukamilifu wa mwanadamu, kutawala
ukamilifu wa maisha yako, maana yake kuna mahitaji ya mwili ambao mwili unayahitaji. Kwa hiyo wakati ukamilifu wa mwili unatengenezwa na Roho Mtakatifu, kuna vizuizi. Bwana asifiwe. Kuna vizuizi vinavyojitokeza, vinavyosimama kuzuia. Ndio maana hatuwezi kuishi, hatuwezi kuendelea, hatuwezi kubaki eneo moja na Roho Mtakatifu, kwa sababu wakati mwingine tunashindwa namna ya kuvishinda hivyo vizuizi. Bwana asifiwe. Hamjawahi iona mtu anakutana na changamoto? Kuna changamoto unaweza kukutana nazo usishone hata nguo. Mlayaseba. Yaani kuna changamoto unaweza kukutana nazo kwenye familia ukasahau kama wanakulaga nyama. Yaani ukasahau kwamba wanakulaga nini? Nyama. Sio kwamba upati fedha, unapata fedha. Lakini pengine una mgonjwa, pengine unasomesha. Unaelewana Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza kukutana navyo vikakufanya mambo mengine. Kwa hiyo unahitaji kuondoa vizuizi vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu mmoja nisomee Waebrania 12 mstari wa 1 na wa 2. Waebrania 12 mstari wa 1 na wa 2. Naomba tusome tuone. Imeandikwa, basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Sikiliza hiyo sentence, basi na sisi pia. Sio na mimi pia. Basi na sisi pia. Maana yake vizuizi hivi vinatuhusu sisi sote. Yaani hakuna aliyefaulu, lakini vinatuhusu sisi sote. Lakini na sote tunapaswa kuvizuia. Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii. Tunazungukwa na wingu la mashahidi namna hii. Na tuweke kando kila mzigo mzito. Tuweke kando kila mzigo mzito. Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Sikiliza kidogo kabla hatujaendelea. Hapa naona mambo mawili. Mlayaseba. Bwana asifiwe. Sasa ukinuna unaniogopesha. Ni kwa sababu ya uzito wa mahitaji ulionayo au matatizo ni makubwa mno? Yaani sijaelewa kwa nini umenuna kiasi hicho. Ni kwamba kuna mambo mawili hapo yanatajwa. La kwanza linataja mizigo mizito. Hebu rudia. Ni mzigo, si ndio? Na tuweke kando kila mzigo mzito. Kila mzigo mzito. Tunalewana hilo? Jambo la kwanza ni hilo. Kila mzigo mzito. Hii wanaweza wakanielewa zaidi watu wanaoishi kando kando ya ziwa. Mnapozama au mnapotaka kuzama, Melikebu aliyokuwa amepanda Yona, walipoona upepo umezidi, wakaanza kupunguza shehena ili kuibalansi ile meli, waibalansi isifanye nini? Isizame. Lakini kadiri walivyoendelea kutupa shehena, upepo ndivyo ulivyoongezeka. Mlayaseba. Ndipo ikahakikisha kwamba hiyo mizigo imeisha. Tunaelewana hapo? Mizigo imefanya nini? Imeisha. Lakini bado upepo ni mkali na meli inataka kuzama. Hatua ya kwanza ikawa imeisha. Ikafuata hatua ya ngapi? Ya pili, ambayo ndio inatajwa pia kwenye huu mstari.
Kipengele cha pili kinachofuata kinasemaje? Na nini? Na dhambi ile ikizuingayo kwa upesi. Ikizuingayo. Kwa baada ya kutupa shehena yote, bado hawaoni matokeo. Wakauliza swali la pili, nani ana dhambi inayosababisha hili tatizo? Si kama unanielewa hapo? Unanielewa? Kwamba nani anayesababisha tatizo hili? Wakaulizana mle, wote wako kimya, wakaamua kupiga kura. Ninyi jamani, mmesahau kama tulikuwa tunapiga kura za majambazi? Mmesahau sasa hivi tu? Tulikuwa tunaalika kwa Nzengo, tunakusanyika, tunapiga kura, anayepata kura nyingi anabebwa. Kwa hiyo zikapigwa kura nyingi, zikamwangukia nani? Yona. Na zilipomwangukia Yona, akasarenda, akasema ni kweli inanihusu. Tukufanyeje sasa? Tumeshapoteza mpaka na mizigo yetu. Nitupeni na mimi kama mlivyotupa mzigo. Unanielewa? Wakamshika Yona, wakamtupa. Alipodondoka tu kwenye maji, chupwi, na upepo kufanya nini? Ukaisha. Maji yakaanza kurudi kwenye hali ya nini? Ya kawaida. Wakaanza na kuangalia baadhi ya shehena walizozitupa ambazo bado sinaelewa, wakaanza kuzifuatilia. Unanielewa? Naomba nielewe hivyo vitu viwili vinavyozungumzwa mahali hapa watakatifu. Kwenye swala la kuondoa vizuizi, kuna mizigo mizito ambayo husababisha meli kuzama wakati wa mawimbi na upepo. Watakatifu, wakati mwingine katika safari ya kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi kwenye maisha, kuna mambo unalazimika kuachana nayo. Japo ni mazuri, lakini unalazimika kufanya nini? Kuyaacha. Si unanielewa? Unaweza ukawa una matani na yanakupa faida, kwenye wakati wa kuona kama yanaleta madhara au yanamzuia Roho Mtakatifu asifanye inavyopaswa kuwepo, na achana nayo. Kuna biashara, unanielewa, ambayo inakinzana na huduma ya Roho Mtakatifu, unalazimika kuiacha. Kuna watu wanasali na wanauza mbege. Tunaelewana? Wanasali na wanauza mbege. Wanasali wanauza sigara. Wanasali wanauza pombe. Wanasali lakini wana vitu wanavifanya. Kwa hiyo unafika mahali unaamua kuviacha ile mizigo. Hiyo ni mizigo hiyo. Naomba unielewe kidogo hapo. Unapouza pombe na haunywi pombe, imagine moja kwa moja sio dhambi. Tunaelewana? Lakini katika masuala ya maisha ya rohoni ni mzigo. Unanielewa? Ni nini? Ni mzigo. Bwana asifiwe. Hauwezi ukafanya nao kazi na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Maana Roho Mtakatifu anakutaka warevi waokoke. Wakiokoka utamuuzia nani? Sura nielewa? Wakiokoka utamuuzia nani? Kwa ili wahubiri, hatua ya kwanza unaopaswa kuifanya ni kuacha kuuza pombe. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Unautua huo mzigo, unaachana nao, unampa nafasi Roho Mtakatifu kuzungumza na wale watu. Sio rahisi kumhubiri mtu huku unamuuzia pombe. Hiyo ni kazi wanaofanya watu wa viwanda. Wanakuuzia sigara huku wameandika chini yake onyo, ni sumu kwa afya yako. Ila wanafanya nini? Wanakuuzia bei ya rejareja na ya jumla. Sura naelewa? Huo muda wanahamasisha kulima tumbaku. Wala yasema uhuru wa Yesu. Si kama unanielewa vizuri? Haya. Kipengele cha pili utakuwa umenielewa kwenye swala la mzigo, vitu ambavyo wanatakiwa kuvitupa. Kipengele cha pili, Biblia inasema dhambi
Watakatifu, naomba nielewe vizuri. Hii ni dhambi inayorudi mara kwa mara. Naomba nielewe vizuri. Hii ni dhambi inayorudi mara kwa, yani unafanya, unafika mahali unaamua kuacha, lakini ghafla baadaye, wengine wanaweza kuacha kabisa hata mwaka, hata miezi, hata miaka mitatu, unaweza kuacha kabisa, lakini baadaye ghafla unajikuta tumeanza tena pole pole. Dhambi ikuzingayo. Achana na ile dhambi ambayo unakutana nayo mara moja unaachana nayo. Naomba toka, achana na mimi. Ndicho kukataa, toka ushindwe kwa jina la Yesu. Si ndio? Niliwaambia siku moja hapa kwamba kulikuwa na teacher mmoja alikuwa anatufundisha, anasema wakati mwingine, wakati tunatufundisha, anasema wakati mwingine tunapaswa kushinda majaribu. Akatolea mfano wa unatembea njiani, unaelewa unatembea njiani, unakutana na kamdada kamevaa kamnyeremo, au tuleto usichoke kunitazama. Unanielewa kuna tuleto usichoke kunitazama. Tunaishia wapi? Hapa hivi, usichoke kunitazama. Sasa akawa anajaribisha, anasema kwamba unaweza ukiona unasindikiza kwa macho, mwisho unaona shingo inaenda mbali, baadaye unaiambia hiyo shingo ushindwe kwa jina la Yesu. Unaendelea wapi? Mbele. Sio, unanielewa? Badala ya kuiacha tu inaenda tu unasindikiza kwa macho, no, unafika mahali unaiambia ushindwe kwa jina la Yesu, alafu unaangalia mbele, unafanya nini? Unaondoka. Kwa hiyo dhambi ituzingayo, hii dhambi unaweza ukatoka nayo utoto na ukazeeka nayo. Unanielewa? Yani ukaanza nayo utoto na ukazeeka nayo. Kuna wakati unaiacha na unakuwa Mkristo mzuri na maisha unayaona kila kitu kinakaa. Tulishawaona watu wengi paka na biashara zake zinakaa vizuri na nini na kila kitu kinakaa. Mimi nimekuwa kijijini kwetu, tulikuwa na mtu mmoja alikuwa ni fundi baskeli. Huyo mtu alikuwa fundi baskeli maarufu pale kijijini, na alikuwa pekee. Na alikuwa fundi baskeli na kuuza spare za nini? Za baskeli. Na tumahitaji tudogo kama sabuni, taa na nini na tu vitu vingine tudogo. Unaona? Huyu mtu alikuwa na changamoto mbili. Kulikuwa kuna muda akianza kunywa pombe na wanawake mpaka mtaji unaisha na ufundi baskeli haupo. Yani mpaka kaduka, biashara, kila kitu kinafanya nini? Kinaisha. Ila akiacha tu pombe na hiyo inani hiyo, yani utamuona anafanya kazi ya ufundi baskeli. Baada ya mtu unaanza kukaona kakibanda kanajaa, unaanza kuona maisha yanaenda, yani unaanza kuona kila kitu kinafanya nini? Kinakaa vizuri. Yani unaanza kuona maisha yanafanya nini? Yanaenda. Akianza tu, yani anakula kila kitu. Alikuwa Mromani. Enzi hizo tunasali Roma hata sisi. Yani akishaanza unamuona na kanisani anafanya nini? Anakuja. Asubuhi tu unamkuta ameshafika. Anaikuwa anaitwa Bwana Gaspari. Ameshafika. Sio Gaspari yule. Sio yule, huyo alikuwa mwalimu. Yani unamuona asubuhi tu ameshafika kanisani yomo. Ametulia, mnamaliza, ananyosha moja kwa moja kwenda wapi? Nyumbani. Akianza tu kwanza, kwa sababu alikuwa anahamia kwenye pombe, anaorewa, na anapohama anaenda na hera, zikiisha anarudia, anakuja anachukua yale mauzo waliouza nyumbani. Kwa hiyo pale kwa fundi, pale kwenye ufundi pale hakuna fundi tena, kila kitu kinakuwa ndani, maana fundi amerewa.
Sio kama unanielewa. Yaani ameanza akiwa kijana, ana mtoto mmoja, mpaka akazaa watoto 11, mpaka vijana watoto wale wa kwanza wakakuwa wakajitegemea, na kijana mmoja kati ya wale watoto waliokuwa wamezaa akafuata tabia yake. Umeelewa? Akafuata tabia ya baba hivyo hivyo. Tunaona hivi kwa macho, tunaona hivi, yaani sio vitu vya kusimuliwa. Hivyo ni vitu ambavyo ninaviona kwa macho. Kwa hiyo anazungumza hapo na dhambi ikuzinga. Angalia tu kuna kitu gani ambacho mara nyingi unapenda kukiacha lakini kinarudi tu. Kuna mtu amekusumbua ukaamua kumbroko simu zake zote, WhatsApp wapi, kila kitu ukabroko, ila namba yake umeikariri wapi? Kichwani. Yaani umebroko WhatsApp, Instagram umebroko, Facebook, kila mahali hutaki kumuona. Ila sasa bahati mbaya namba yake nimeikariri. Umeikariri, baadaye unashtukia unaiandika kuiona kama kweli bado inafanya kazi au la. Endelea. Na tupige mbio. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukimtazama Yesu. Tukimtazama Yesu. Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Na mwenye kutimiza imani yetu. Ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake. Ndio. Aliustahimili msalaba. Na kuidharau aibu. Naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Asante sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Watakatifu tunapaswa kuondoa vizuizi. Tukubali hiyo mizigo midogo midogo. Kuna watu wana matusi. Mimi nilikuwa nikikutukana, hauwezi kunisahau, na mpaka leo wote niliowatukana hakuna aliyewahi kusahau. Hayupo, labda hao wamekufa. Tukikutana naye lazima ataanzia hapo. Na kuna wengine tukikutana nao huwa hawaamini kama mimi ni mchungaji. Hawaamini. Ndio ninakwambia hivi, watakatifu, kutubu dhambi ni sawa, ila matokeo yake huwa hayafanyi nini? Hayaishi. Ni kweli nilimwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na Bwana amenibadilisha kabisa. Tena ninawaonea huruma mno waliobaki kule nilikokuwa naishi. Lakini kuna watu niliwaumiza enzi hizo naishi na hizo dhambi. Hawajasahau. Hawajasahau bado. Kumbukumbu kwenye akili yao imo. Hawajasahau. Unaweza ukamfanyia mema yote unayoyafikiri, lakini hajasahau. Hajasahau. Juzi nilikutana na binti mmoja ambaye niliwahi kuwaeleza habari zake hapa kwamba alinyanyasika sana na mume wake, wakati huo mume akiwa amekubaliana na hawala, mtu wa karibu kwenye eneo lao, kiasi cha kwamba mama alikuwa akijitetea kumtaka mume, na yule hawala alimpiga mara kadhaa, na alama za ngeo zile alizompiga ziko usoni mpaka leo tunavyoongea hivi. Mpaka leo tunavyoongea hivi zile alama ziko usoni. Baada ya kukiri
na kuamua kuyaacha maisha yale, wakasameheana, lakini zile alama zipo mpaka leo. Unaelewa? Zile alama zipo mpaka leo, hazijafutika. Ndio maana Mungu anatutaka tusitende dhambi tena. Kwa hiyo tunatakiwa kuzuia. Nadhani unaanza kuiona picha ambayo binafsi inaweza kusaidia kutembea kwa namna ambavyo inaweza kutufikisha mahali pa kuweza kuzuia. Nisomee Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 54 hadi 62 kama unapatikana. Luka mstari wa 54 tuende kabisa mpaka 62. Imeandikwaje? Wakamkamata, wakamchukua wakaenda naye nyumbani. Wakamchukua wakaenda naye kwa kuhani mkuu, mpaka kwa kuhani mkuu. Na Petro alimfuata kwa mbali. Petro bwana naye akawa anachekishia kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye Petro. Petro naye akasogea katikati yao, akasogea kwenye kale ka moto. Ndipo mjakazi mmoja akamuona ameketi mwangani. Kajamaa kamoja kakamuona anamulikwa na ule moto. Akamkazia macho akasema, kakamwangalia. Na huyu alikuwa pamoja naye. Huyu naye alikuwa naye huyu. Akakana akisema, Petro akasema, mwanamke, simjui. Wewe. Baadaye kidogo mtu mwingine, simjui huyo mtu. Akabadilisha na hiyo location hapo. Baadaye kidogo mtu mwingine akamuona akasema, mtu mwingine tena akamuona akasema, wewe nawe mmoja wao. Na wewe ni mmoja kati ya hao. Huyu aliyekamatwa huyu, wewe si ni mmoja wao? Akasemaje? Petro akasema, mtu, si mimi. Sio mimi bwana. Halafu yapata saa moja, mtu mwingine alikaza baada ya lisali moja tena jingine, mtu mwingine akakaza akasema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye. Kwa kuwa yeye huyu alikuwa naye, alikuwa naye kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Kwa sababu kwanza yeye mwenyewe ni Mgalilaya huyu. Petro akasemaje? Mtu, wewe mtu, sijui usemalo. Kwanza sielewi unavyoongea. Na papo hapo alikuwa karibu kusema, jogoo aliwika. Sikiliza. Unajua bwana, kuna wakati mwingine tunajikuta kuna mambo ya ajabu. Ni kweli bwana, unakuta mtu anamwamini Yesu, alafu anasalishwa swala ya toba. Bwana Yesu, naacha kwako. Unisamehe dhambi zangu zote, Unitenge leo, ila moyoni unakuwa unawaza kwamba ine nakoya hene. Unitenge kabisa, Kuanzia leo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Ila hene urarani boje na kongo lakini andika jina langu katika kitabu cha uzima, unajiuliza kama kasawa hene hamu hakuna yale hene. Petro alimkana Yesu mara ngapi? Unaelewa? Wakati kule alisema, niko tayari kufa kwa ajili yako, kama ni jela tutaenda wote. Yesu kwa sababu aliona. Unajua pia kipindi hicho Petro hakuwa na Roho Mtakatifu. Naomba tuelewane watakatifu. Usiishi na mfano wa Petro. Huo muda Petro anamkana Yesu mara ngapi? Hakuwa na nani? Hakuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipoingia kwake, tunamuona anapata ujasiri kuwahubiri hawa watu.
Tunaelewana? Na hata mwisho wa maisha yake Petro alikufa kifo cha kuuawa kwa kuwekwa msalabani. Mnaelewa? Hakukimbia, hakuchomoka. Kwa hiyo alilitimiza lile alilokuwa alisema, niko tayari kufa kwa ajili yako. Kwa watakatifu wakati mwingine kuishi na maisha haya, Roho Mtakatifu akikaa kwako, aisee, tunakula hasara ya mambo mengi sana. Tunakula hasara mambo mengi. Huwezi kwenda disco. Ndio maana tumeamua Wakristo kutengeneza disco la dharura. Kwa sababu hatuwezi kwenda kwenye disco vumbi, tumeamua kutengeneza disco la dharura. Harusi za usiku. Tupe tuongezee kidogo. Halafu akitaka kuna nani anaangalia mazingira, anajichomeka pale katikati. Jamani wakulia mkwani. Yuko pale katikati, jamaa anapika. Tumetengeneza kadisi kwa dharura kwa sababu hatuwezi, kwa tumejinyima, lakini sasa tunajaribu kuangalia namna gani tunaweza tukafaulu. Warau. Aisa kuna maisha bwana yanatukabiri. Tufanyeje hapa jamani? Endelea. Anasemaje? Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyoambiwa, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara tatu. Utakuwa umenikana mara ngapi? Mara tatu. Akatoka nje akalia kwa machozi. Naomba nikuambie ndugu yangu, hayo machozi ya Petro hayakuwa na lolote. Ndio nakwambia mimi. Si watu wanaliaga tu hapa. Yaani nisingizia. Akitoka anaenda kufutwa machozi. Kwamba ise pole. Yaani unajua, niliamua tu nipige mkwara. Nilikuwa sina namna ya kutoka hapo. Pamoja na kulia Petro haikuwa suluhisho. Baada ya Yesu kuwa amekufa akafufuka, Petro alifanya nani? Alisepa. Akabenga batoko wane kwa shirana gugu tujaki toka teke. Ili nalo limefanya nini? Limeisha. Kumbuka kuna Maria. Nimefanya dhambi, naomba unisamehe. Akaishi ni kama hizo imeisha. Alipoona amekufa, kafufuka, kaenda zake, huyu mwenda zake sema ishaisha hapa ngoma hapa. Jamani vipi? Turudi twende tukatafuta hela. Tukuchirwa kaya. Akarudi wapi? Ziwani. Yesu akamfuata tena. Mpaka wapi? Ziwani. Unajua bwana kuna mamtu yameitwa bwana. Ni Petro liliitwa siji mara ngapi? Likafika pale hata alielewi, likaambiwa bwana vipi? Upo? Nipo bwana. Kwa hiyo mambo si unajua yanavyoendelea kufanyika. Tunaomba hakuna samaki hapa, hatuna samaki kidogo. Tumeisha leo siku hii nzima yote. Hatujapata chochote, tuko doro. Pigo myaga tu leo, hamna shida yote. Hebu rudisha hiyo mitego yako. Nenda ukaitupe wewe. Tumehangaika ujue. Usiku kucha hatujapata hata fusuru yote mzingira kwa. Labda kwa kuwa na wewe umesema acha twende. Jamaa akatupa. Alipowaona wale samaki wengi, Petro. Acha Pita. Petro. Achana na Pita. Petro. Biblia inasema alijitupa majini. Akamwambia ondoka kwangu Bwana, mimi mwenye dhambi. Sali tubu kule. Hapa ziwani tena anazidi kumwambia ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Wakati amemaliza kumchomea samaki,
anakula. Amemaliza kula, akamuuliza Petero, Simoni, Petero, unanipenda kuliko hawa? Akajibu kirahisi tu, wewe wajua Bwana, mimi ninakupenda. Mkoda kakukula haraka na hangwane. Kaambia basi lisha wana kondoo wangu. Akamuuliza mara ya ngapi? Kumbuka alishawahi kumkana mara 3. Kwa hiyo anahitaji Yesu anamuuliza tena mara ya ngapi? Paka mara 3. Anamuuliza mara ya ngapi? Ya pili, Petero, wanipenda kuliko hawa? Akasema ndio Bwana, wewe wajua nakupenda. Chunga wana kondoo wangu. Akamuuliza mara ya 3, likamshtua. Kumbuka mara ya 3 alipoulizwa jogoo akawikwa. Na hapa alipoulizwa mara ya 3 ikakiriki kwenye akili kwamba akazungumza sasa kwa kinyonge sasa kwamba wewe wajua kuwa nakupenda. Wewe wajua kuwa nakupenda. Kamwambia lisha wana kondoo wangu. Unaelewa hapo? Baada ya hapo ndipo tunaona Petro anaanza safari mpya. Maana kutokea hapo kwenye hao samaki, Petro hakutoroka tena. Akakubali kwenda kuungana na wale wengine 21 huko, wakaenda kukaa sehemu moja. Hakukumbuka samaki wala hakukumbuka familia. Mrayasema. Kumbuka Petro huyu ndiye aliyeulizaga na swali la kwamba tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini? Sio unakumbuka wewe? Kumbuka huyu. Tumeacha tunakufuata wewe, tutapata nini? Akamjibu Petro, akamwambia utapata mara 100 duniani kisha uzime wa nini? Wa milele. Bwana asifiwe. Watakatifu, changamoto zipo katika maisha zinazotukabili. Vizuizi vipo kwenye masuala ya kiroho. Nikusihi kwamba tunapaswa kuelewa vizuizi vya kiroho. Tuko pamoja? Tunapaswa kuvielewa vizuizi vya nini? Vya kiroho. Ni lazima tuelewe vizuizi vya kiroho. Bwana asifiwe. Ni lazima tuvielewe. Kama hauwezi kuvielewa, sio rahisi kuzuia, sio rahisi kuviepuka. Kwa ni lazima uvielewe. Mifano kwenye Biblia ya vizuizi vya kiroho ipo mingi. Naomba tuangalie michache. Niangalizie Hesabu 13 mstari wa 31 hadi 33. Hesabu 13 31 hadi 33. Inasemaje? Imeandikwa, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, wale waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Hatuwezi kupanda kupigana na watu hawa. Kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Majamaa yana nguvu haya majamaa. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya. Ni nchi inayowala. Hii ni nchi kwanza inakula watu. Inayowala watu wanaoikaa. Hii inakula watu kwanza hii. Na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Alafu tumeyaona majamaa mapande ya mamtu. Kisha huko tuliwaona Wanefri, wana wa Anaki. Tukayaona kule Manefri, matoto yale ya Anaki tumeyaona huko. Waliotoka kwa hao Wanefri. Yako huko tumeyaona. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Yaani sisi tulionekana kama senene. Na ndivyo walivyotuona sisi. Na jamaa ndivyo walivyokuwa yanatuona. Ulishawahi kusimama mfupi mbele ya mrefu?
Ulishawahi kusimama mfupi mbele ya mrefu au mwembamba mbele ya mnene? Sema ndivyo yalivyokuwa yanatuona. Huu ni mfano. Walitumwa watu 12 kwenda kuipeleleza nini? Nchi. Watu 10 walikuja wameogopa na wakawaambia Waisraeli mpaka mioyo yao ikayeyuka. 2 tu ndio waliloongea neno la imani lenye matumaini kwamba tunaingia. Yaani wala hata msitoshe. Tunayaona hata matunda yenyewe yalivyo matamu haya. Yaani tunakula nao sahani moja wale watu. Tusiwachezee mpira wa juu, tunawapiga dobo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mkicheza mipira ya juu wale mabeki ni warefu, wanadonoa tu. Tupige mipira ya chini. Caleb na Yoshua wakaleta habari. Tunaelewana vizuizi vipo. Taarifa mbaya vinasababisha mambo ya maisha ya kiroho yasiendelee. Ukipewa taarifa mbaya, ukipewa taarifa mbaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini pia watakatifu, vizuizi vinafanana kama mizigo mizito. Vizuizi vinafananishwa na mizigo mizito. Unapokutana na kizuizi unafanana sawa na mtu aliyebeba mzigo lizito. Kumbuka mzigo mzito hupunguza hata mwendo. Umeelewa? Ukibunwa hata kutembea huwa huwezi kutembea. Kuna watu huwa wanataka kupepeshwa mizigo. Ukimwekea miguu inaanza kucheza. Umeelewa? Mkichelewa kulitoa mnaweza mkashtukia suruali imeharibika huko chini. Halafu inarowana kwenda chini huko panarowana. Hawezi kutoa mguu. Tenda sasa hawezi kwenda. Kwa nini? Mzigo mzito. Watakatifu, vizuizi ni sawa na mtu aliyebeba mizigo mizito. Kwa hiyo ni lazima usikubali kuweka mizigo mizito kwenye maisha yako. Achana nayo. Usiruhusu hiyo mizigo kwenye maisha yako. Usiruhusu, achana nayo. Achana nayo. Watakatifu, namna gani tunaweza kuondoa vizuizi? Wala yasema. Namna gani tunaweza tukaondoa vizuizi? Hapa tunalitumia neno ondoa. Tuko pamoja? Hapa tunatumia neno ondoa. Kwenye hilo neno ondoa, inasimamia habari ya kuondoa. Ondoa vizuizi. Anza kutambua ni nini kinakuchelewesha katika safari yako ya kiroho. Je, umebeba dhambi, hofu, usumbufu au ushawishi mbaya? Mambo haya ni kama mizigo inayokurudisha nyuma. Mungu anataka kukusaidia. Tupilia mbali na uachane na hayo mambo yanayokuzuia. Ondoa vizuizi. Inasimama kwenye hatua ya ondoa vizuizi. Jichunguze, jitambue, jiangalie mambo gani unayaona yasiyostahili kuwepo. Kuna dhambi, kuna hofu, kuna usumbufu, kuna ushawishi mbaya. Ondoka, achana na hayo mambo, usiyatambue. Achana nayo. Lazima uyatambue hayo, uyaache. Weka kando kila kitu kinachozuia kukua kiroho. Weka kando. Tumeisoma Waebrania, tumeisikia. Bwana asifiwe. Weka kando. Mabishano yote weka kando. Uvivu, hivi huwa mnajua kwamba uvivu unasababisha maisha ya kiroho yasikue? Mnalijua hilo? Kwamba uvivu unasababisha mtu asikue kiroho. Maana mvivu sio tu mvivu wa kulima, ni mvivu pia kusoma neno la Mungu. Mvivu hata kuomba. Akianza tu kuomba, Baba asante kwa siku ya leo, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Anakuja kuamka,
asubuhi hata hajajifunika shuka mbii. Nilikuwa naomba, nilikuwa na mvivu. Akianza kusoma kwenye Biblia, anaanza kusoma nashtukia macho yanaanza kuwa madogo, anaangalia. Baadaye anaiangalia vizuri kabisa Biblia, baadaye msomaji wa nini? Wa Biblia. Anaweka kichwa mdomo na uderere, anakuta Biblia imeroana ka sehemu uderere. Mvivu huyo. Utakuwa kiroho lini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inawasilisha neno la Mungu likuongoze. Ondoa vizuizi. Neno la Mungu likuongoze kuondoa vizuizi. Mahali ambapo neno linasema ondoa uvivu, tusiregee, toa huo uvivu. Mahali ambapo neno linasema tutende kazi kwa mikono yetu, fanya. Kwa neno likuongoze kuviondoa vinini. Kuna dhambi zingine Biblia inasema kimbia. Unaelewa ukiingia kwenye zina huwa waambiwi kutoka, kwamba toka kwenye zina. No, Biblia inasema ikimbieni zina. Mmoja tunayemwona alikimbia alikuwaga nani? Yusufu. Alikimbia akamwachia kanzu. Ninyi badala ya kuikimbia zina mnaiendea. Mnajua kanuni ya fisi huwa hapataki shida sana kula mifugo kama vile mbuzi na nguruwe. Kwa nini? Akisogea kwenye banda hivi huwa wanasikia kale harufu, wanatamani kulinusa. Fisi. Kwa hiyo akija tu hivi, ndio maana unaweza ukaingia ukakuta mbuzi ameliwa, mdomo wote umeenda. Limekamata mdomo, alikuwa analinusa likakamata mdomo, halafu akashindwa kupita, likaenda na mdomo. Wanalinusaga. Kaa mbali na hiyo, achana nayo. Wana wa maongezi sio mazuri, achana nao. Wana mipango ambayo haifanani, achana nao. Ni biashara ambayo inaonyesha taarifa, achana nayo. Ni maeneo ambayo hayana, achana nayo. Unanielewa? Wewe mchungaji ni mkamilifu, tunakubaliana na wewe. Lakini kwa nini unaenda kumwombea msimbe na yuko kwenye singo kachumba na yuko peke yake? Amekupigia simu anaumwa. Naumwa. Alafu na wewe unaondoka, mchungaji mwaminifu, ana roho wa Bwana. Unaenda kumwombea mtu anakaa chumba kamoja tu ka singo. Hapo ndo kuna kitanda, hapo ndo kuna jiko, hapo ndo kuna nini. Na pa kukaa hata kiti hakuna, unakaa kitandani. Anyway, haujafanya kitu chochote, ndo umefika kwa huyo msimbe na yeye ndo anaamka kukupokea. Au hata hawezi kuamka kabisa. Ndo unafika, unakaa sasa kitandani. Ndo unafika unakaa pale kitandani. Na mtu mwingine naye anapiga hodi. Unamwelezaje? Kabla nipigia simu kuja kumuombea. Hiyo ni ya kwako. Lakini alichokiona mchungaji alikuwa amekaa kabisa kwenye kitanda cha yule. Na huo ugonjwa anauona kama sio ugonjwa wa kweli, ni wa kujifanyisha. Eti aliponiona akajifanya anaumwa. Nikaona tu niaga haraka ni waache waendelee na mambo yao. Halafu kiasikia yanaongea unakasirika. Kuna watu siku hizi wana maneno umeyatengeneza mwenyewe. Bwana asifiwe. Tumia neno la Mungu ukisoma kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 105. Unasemaje eti huo mstari? Zaburi ya 119 mstari wa 105. Unasemaje? Imeandikwa. Imeandikwaje?
Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu Na mwanga wa njia yangu. Na mwanga wa njia yangu. Sehemu nyingine inazungumza, linasema neno la Mungu nimeliweka moyoni mwangu nisije nikakutenda nini? Dhambi. Tumia neno la Mungu likuongoze kuondoa vizuizi. Tuliko pamoja? D inamaanisha dhamilia kujichunguza, dhamilia binafsi. Udhamilie binafsi kujichunguza kwamba hivi niko sawa hivi. Jiulize tu wewe mwenyewe, hivi ninapofanya hivi ni sawa? Mtu anakupigia simu anakuuliza uko wapi? Niko Nyantorotoro. Wakati huko ndani umelala. Jiulize sasa kwamba niko sawa? Dhamilia. Sio tunauliza watu hivi umedhamiria kweli? Kaambia ndio. Niko serious. Wewe unabadilisha na uende na Kiingereza kidogo. Niko serious. Na maanisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Dhamiria kujichunguza katikati ya maisha yako. Dhamiria. Nimekwambia ya kwanza kwenye ondoa ni ondoa vizuizi, lakini neno la Mungu likuongoze kwenye kuondoa vizuizi. D, dhamiria kujichunguza. Ukiangalia maisha, Biblia inatuonyesha namna ambavyo tunapaswa kuruhusu kazi Roho Mtakatifu afanye jambo kwenye maisha yako. Wala usibaki kwenye mazingira yale ambayo unaweza ukayaona kwa hapo. Lakini nyingine inayofuata mahali pale, onyesha kweli ya Mungu kwa vitendo. Kwenye ondoa, ya kwanza. Umeelewa? Ondoa kizuizi. Neno la Mungu likuongoze kwenye kuondoa. D, dhamiria kujichunguza. Onyesha kweli ya Mungu kwa nini? Kwa vitendo. Bwana akawauliza, Bwana sasa Yesu, tutafanyaje sasa hapo, tutawatambua? Mtawatambua kwa matendo yao. Onyesha kwa vitendo. Kama neno la Mungu linasema mpende jirani yako, onyesha kwa vitendo kumpenda jirani. Kama neno la Mungu linasema muombeane, waombee watu kwa uaminifu, onyesha kwa nini? Kwa vitendo. Acha kila kitu yote kilisha kuwa kwenye ulimwengu wa roho tu. Kila kitu kwenye ulimwengu wa nini tu? Wa roho tu. Neno la Mungu ulionyeshe kwa nini? Kwa vitendo. Mahali linapohitaji kutoa sadaka, toa. Mahali linapokuomba uje kanisani kumwabudu, njoo, nenda. Si unanielewa? Dini iliyo safi ni kuwaona wajane. Nenda ukawaone. Dini iliyo safi kuwaona yatima. Nenda uwaone. Neno linasema nini? Nilikuwa kifungoni, walikuja kunitazama. Nenda. Tunatafuta watu hapo kwenda gerezani, hawapo. Akienda siku moja anapotea jumura. Ila akiwa mfungwa anakuwa wa kwanza kututumia taarifa tumuombe. Bwana asifiwe. Haleluya. Onyesha kweli ya Mungu kwa nini? Kwa vitendo. Nisomee Yakobo 1:22. Yakobo 1:22, soma. Yakobo 1:22, soma, linasemaje? Iweni watendaji wa neno la Mungu. Iweni watendaji. Ishi kwa uadilifu, upole na utii. Kubali imani yako ionekane katika maamuzi yako ya kila siku. Soma. Yakobo 1:22. Lakini iweni watendaji wa neno. Iweni watendaji wa neno. Wala si wasikiaji tu. Wasikiaji tu. Hali mkijidanganya nafsini. Huku mnajidanganya nafsini. Bwana asifiwe.
namshukuru Mungu sana, semina hii imenitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Imekutoa Rwamgasa kwenda wapi sasa? Chibingo. Kuweni watendaji yale ulioambiwa. Kama umeambiwa kuacha dhambi, tunaanza mazoezi ya kuacha dhambi. Mimi nilianza mazoezi kimoja baada ya kingine. Nilianza mazoezi. Na kadiri unavyoendelea kufanya mazoezi, watu waliokuamini kuwa una akili wanaanza kukuona mjinga. Ndio shida yake nao. Kwa mfikiri watu wote tunapenda kuishi kama Bwana anavyotaka. Ila sasa tunapoanza ile vile viwango vinavyoanza kukataa sasa, ndio shida inayokuwepo. Unajua shida ya Mungu ni moja, yeye anasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Hatua yoyote ya Mungu haianzeki moja kwa moja huko juu, hakuna. Paka udharauliwe ndipo baadaye watu wa kuheshimu. Na watu huwa tunatamani kuheshimiwa badala ya kupita kwenye kudharauliwa. Hata shida tunayochelewa kwa hapo. Ukikutana na mtumishi wa Mungu amesimama anafanya mambo, unatamani dakika hiyo uwe kama yeye. Muulize alianzia wapi? Alidharauliwa, alitukanwa. Bwana asifiwe. Mkutano wa kwanza mimi kwenda kuhubiri, nilienda na begi la tule tu mifuko twa shuleni. Tule tu akamba tule. Nani halafu navaa nani hapa? Mhubiri anakuja. Wewe unacheka Kwanza ungeona aibu kaenda kuninunulia hata begi kwa kufuta hiyo aibu ya tu sport tu akamba kare. Nilikuwa nako kekundu. To nimepanga huko sasa, nimeweka suruali zangu humo, nimepanga na tai. Nimezoeka humo. Umeelewa Biblia nikashikilia tu mkononi. Kaingia, kakuta mkutano upo, watu wanaimba nyimbo pambio zile za changamkeni wa tumekombolewa na yeye, changamkeni wote tumekombolewa na tumekombolewa na. Watu wanazunguka kwenye uwanja, mhubiri anaingia na sport. Anaingia. Fika nani wa kunipokea? Hakuna. Paka nikaenda nikaangalia sehemu watu wa maeneo kuna kitu nikakaa na sport yangu. Watu wanafikiri ni mtu tu amekuja kwenye mkutano. Kumbe ndo mhubiri wanayemsubiria. Baadaye ndo mwenyeji wangu anatokezea sasa. Anakuja, mtu anaona kama mtu unaenda. Anaangalia. Na mimi nilipomuona mwenyeji wangu ikabidi nijikakamue kidogo nisimame. Nikasimama, nimeweka ka sport kangu hapo na mimi nikaungana na wale wanao imba. Akija watu mtake anza kuvuta, akija wachini kanyaga pambana naye. Na mimi nikaanza kupambana hapo. Akaniona, akaja kwenda karibu sana. Nikachukua na kaspoti kangu. Mhubiri nikapeleka, watu wakaanza kuniangalia. Naenda. Wewe unataka tu ghafla from nowhere. Umeshavaa na kizibao na kadeti, unakutana naye wapi wewe? Kuna mahali tunapita kwanza bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Onyesha ukweli wa neno la Mungu. Kwa nini? Kwa vitendo. Ile ya mwisho, amua kumtegemea Roho Mtakatifu. Amua kumtegemea Roho Mtakatifu. Unaamua mwenyewe kwamba nimeamua tangu leo nitamtegemea Roho Mtakatifu. Hajanisemesha sijafanya, hajaniruhusu sitendi. Hapendi na mimi sipendi. Asichokitaka Roho Mtakatifu na mimi sikipendi. Ambacho Roho Mtakatifu anakihitaji na mimi nakihitaji. Mahitaji yake ndo mahitaji yangu. Bwana asifiwe. Mahitaji yake mahitaji yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kubali, jitahidi.
amua kumtegemea Roho Mtakatifu. Amua kwamba mimi nimeamua. Tangu siku ile aliponijia akae moyoni mwangu, sina haja tena ya kutangatanga, kwa kuwa ninaye Yesu. Amani moyoni mwangu, kwa Yesu Mwokozi wangu. Sina shaka kamwe, kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Sina haja tena ya kutangatanga, Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Habari za asubuhi.